Sasa kwenye taarifa tuliyopewa hapa nimejulishwa kuwa hadi sasa wastani wa upatikanaji wa maji mjini ni 84% na vijijini ni 79.6%. Taarifa hii ya utendaji inaonyesha kuwa tumepiga hatua kubwa katika kuwaunganisha watu kwenye maji ikilinganishwa na mwaka 2022-2023. Naomba nizipongeze sana mamlaka za maji pamoja na EWURA kwa hatua hii mliofikia, lakini yako maeneo ambayo tumepiga hatua kubwa. Moja wapo ni kuongezeka kwa uwezo wa uzalishaji wa maji kwa takriban 7% kutoka ujazo wa mita za ujazo milioni 593 hadi kufikia milioni 685 kwa mwaka huu 2023-2024, maana mwaka wa taarifa hii. Upotevu wa maji uko sasa 36%. Ni kweli kwamba tumepungua kutoka mwaka uliopita. Maana mwaka uliopita tulikuwa juu kidogo, mwaka huu kidogo walau upotevu umepungua 36%. Sasa 36% ni shilingi ngapi maana yake? Maana yake tunapoteza maji ambayo yana thamani ya bilioni 114. Ukiziangalia hizo fedha ni mradi mpya wa maji tena mkubwa ambao ungeweza kutumia kutengeneza vyanzo vingine. Nafarijika kuona sasa hata kwenye swala la upotevu wa maji. Zamani unakuta mtu anaweza akatuma message, hakuna mtu anamuuliza maji hapa yanavuja. Mtu maji hana mwananchi, lakini anakuta eneo yamepotea. Leo tunaona ushirikishwaji, tumeona DAWASA namna mnavyowashirikisha wenye viti wa serikali za mitaa. Mamlaka zote zimeongeza ufanisi katika utoaji wa huduma, muda wa utoaji wa huduma umeimarika, miundombinu imeendelea kujengwa, lakini pia idadi ya watu ambao wanapata huduma za maji maeneo ya vijijini na mijini imeendelea kuimarika.